Mheshimiwa Rais, kurugenzi yetu inahusika na kutoa leseni na kudhibiti na kusimamia sekta ya fedha. Mheshimiwa Rais, kurugenzi yetu imekuwa nguzo imara katika kuhamasisha kwenye sekta hii kuwa na uadilifu, lakini pia kuwa salama. Mheshimiwa Rais, mfumo wetu wa fedha hapo awali ulikuwa na taasisi chache sana, lakini ukiangalia hapa Mheshimiwa Rais, kuna taasisi zaidi ya 30. Hiyo yote ni kwa ajili sisi tulivyoweza kudhibiti na kuweza kuhakikisha kuna mazingira wezeshi ya kuwezesha hizi sekta za fedha kuendelea kuwepo. Lakini Mheshimiwa Rais, tukushukuru sana na serikali yako kwa kuwezesha kuweka mazingira wezeshi ya kukuza sekta ya fedha. Kwanza kwa kuhakikisha kwamba kuna utulivu katika uchumi, lakini pia kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji na kuhakikisha kwamba tunatumia teknolojia katika kutoa huduma zetu za fedha. Mheshimiwa Rais, tumeweza kuboresha mbinu za kusimamia hizi sekta za fedha kutoka kwenye kufuata tu kwenye sheria pekee, lakini pia tumeongeza kuongeza ukaguzi wa vihatarishi. Ukaguzi huu wa vihatarishi umewezesha hizi sekta za fedha kuweza kuenda kwenye mazingira kuweza kuwekeza zaidi katika kilimo, katika nishati na katika utalii na katika kuboresha teknolojia katika nchi. Mheshimiwa Rais, sisi kama Benki Kuu kufikia miaka hii 60 tunashukuru kwa kuweza kujenga taasisi za fedha ambazo ni imara, jumuishi na zimeweza kuwa endelevu. Asante sana na karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante na washukuru. Endeleeni kuchapa kazi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa miaka 60 na kukuza wadau. Nilikuwa naangalia Mwanga benki bado ipo. Kwa naangalia cooperative benki sijaiona hapo. Hizo ni baadhi tu Haya. Kwa hiyo wakuzeni ili huduma za fedha zisambae. Asante sana. Mheshimiwa Rais, sasa tunakwenda banda la ustawi na huduma jumuishi za fedha. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu katika banda la ustawi na huduma jumuishi za fedha. Benki Kuu kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina jukumu la kuhakikisha watu ambao hawajafikiwa na huduma za fedha kama watu wenye kipato cha chini wanapata huduma zilizo bora na zinazoboresha maisha yao pamoja na uchumi. Mheshimiwa, kwa kupitia lengo hili serikali Benki Kuu ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau takriban wadau 47 ilitengeneza mpango mkakati wa huduma jumuishi za fedha wa mwaka 2023-2028 ambalo una lengo la kuboresha huduma za fedha zinazowafikia makundi matano yaliyobaki nyuma, ambayo ni wanawake, vijana wenye mahitaji maalum, biashara ndogo na zakati, pamoja na wakulima wadogo na wavuvi. Mheshimiwa Rais, kwa kupitia mpango huu kuna vipaumbele ambavyo vinatekelezwa na wadau hawa 47. Moja ya kipaumbele kikubwa kinachotekelezwa ni kuboresha au kutekeleza lengo la huduma elimu ya fedha kwa Watanzania ili waweze kuzielewa na kuzitumia kama zinavyotakiwa kuwa. Kwa kifupi Mheshimiwa, yote haya katika kuboresha huduma jumuishi za fedha tunalenga kutekeleza mpango wa taifa. Mipango ya taifa kama dira 2050 ambayo ina lengo la uchumi imara na jumuishi. Kwa hiyo katika kutekeleza mpango huu wa huduma jumuishi za fedha tunaelekea katika kutekeleza dira ya taifa ya 2050. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante, kazi njema. Kazi njema sana. Mimi nitakupimeni sio tu fedha kumfikia mwananchi, impact ya hiyo fedha na mchango wake kwenye uchumi wa taifa. Sawa? Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante. Asante Mheshimiwa Rais. Sasa tunakwenda banda la usimamizi wa sarafu.
Mheshimiwa Rais, karibu sana katika kurugenzi ya usimamizi wa sarafu. Mheshimiwa Rais, kurugenzi hii inahusika na kazi za msingi sana katika uchumi wetu, ikiwemo kazi ya kuandaa mahitaji ya noti na sarafu kwa ajili ya uchumi wetu, bila pia mchakato mzima wa kuzichapisha noti hizo, kuzileta nchini kwetu, lakini pia kuzihifadhi katika maeneo ya Benki Kuu, makao makuu Dodoma, makao makuu ndogo Zanzibar na Dar es Salaam, na matawi pia ya Arusha, Mwanza, Mtwara na Mbeya. Kwa vituo hivyo mwenyekiti, vyote Mheshimiwa Rais vina magala maalum ya kuhifadhia noti. Baada ya hapo, Mheshimiwa Rais, noti hizo husambazwa nchi yetu yote kupitia washirika wa benki za biashara ambao wao Mheshimiwa Rais ndio wana muunganiko mzuri na wananchi kwa kupata noti hizi. Kazi nyingine ya msingi Mheshimiwa Rais ni kutoa miongozo kwa benki za biashara namna ya kuwahudumia wateja wetu kwa maana ya uratibu mzima wa kupata hizo noti, lakini pia kusimamia sera ya noti safi, tukimaanisha kwamba wakati wote kwenye mzunguko tuna noti safi na zile ambazo zinapungua ubora basi ziondolewe kabisa. La mwisho Mheshimiwa Rais ni kwamba kurugenzi hii inatoa elimu kwa wananchi wetu ili la kwanza waweze kutambua alama za kiusalama kwenye noti zetu ili kutofautisha wale ambao wana nia ovu kuleta noti ambazo sio halali na kutambua kwamba hii ni feki na hii ni halali, lakini pia kutoa elimu ya mambo yote ya utunzaji mzuri wa noti zetu. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante, muendelee na elimu kwa umma. Hongereni, namuona dada hapa mara nyingi kwenye TV, lakini muendelee na elimu kwa umma. Sawa? Asante Mheshimiwa Rais. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais. Banda la mwisho ni huduma za kibenki. Mheshimiwa Rais, karibu katika banda la kurugenzi ya huduma za kibenki. Kurugenzi hii Mheshimiwa Rais inahusika na kufungua akaunti kwa ajili ya serikali kwa kuzingatia kwamba Benki Kuu ni benki ya serikali, lakini pia benki ya taasisi za umma na taasisi nyingine za fedha ikiwemo benki za biashara. Mheshimiwa Rais, pamoja na kufungua akaunti tunahifadhi amana za serikali pamoja na hizo taasisi, lakini pia moja ya majukumu makubwa ya kurugenzi hii ni kuhakikisha kwamba malipo yanayoanzishwa na serikali kupitia idara zake mbalimbali yanafanyika kwa wakati. Kwa hiyo kurugenzi yetu ipo kwa ajili ya serikali ikiwemo malipo ya mishahara, pensheni kwa watumishi wa umma pamoja na idara zingine za serikali. Aidha, Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia na kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa huduma hizi katika hali ya ufanisi, kurugenzi yetu imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifumo ambayo ni imara na madhubuti. Na kwa kipindi hiki cha miaka 60 ya Benki Kuu, moja ya mafanikio makubwa ambayo Benki Kuu inajivunia ni kuanzishwa kwa mfumo mkuu jumuishi wa kibenki, Integrated Core Banking System, ambao unasomana na mifumo mingine mbalimbali ya serikali ikiwemo GPG, TC, TIPS na mifumo mbalimbali kuhakikisha kwamba malipo yanayoanzishwa yanafika kwa wakati, yanakuwa na uwazi wa hali ya juu kiasi kwamba mapato yanayoingia yanaweza kufika serikalini na yakaonekana kwa wakati, lakini pia malipo yanayoanzishwa yanaweza kuwa tracked kwa muda na control ya kutosha. Mheshimiwa Rais, tunajivunia uongozi wako mahiri ambao umewezesha wataalamu wetu wa ndani kuweza kuwa na ujasiri wa kutengeneza mifumo hii. Hapo nyuma tulikuwa tunanunua, lakini sasa ni mifumo ambayo tunaweza tukatengeneza wenyewe ndani kwa kutumia wataalamu wetu, na hii imekuwa ni mafanikio makubwa na ikithibitisha kwamba Benki Kuu imekuwa benki ya kwanza katika benki ambazo zimeweza kuanzisha mifumo yake ya ndani kwa kutumia mifumo mikuu kwa kutumia wataalamu wake wa ndani. Karibu sana katika kurugenzi ya huduma za kibenki. Asante sana, hongereni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sasa tunaelekea sehemu ya kupiga picha za kumbukumbu wakati Benki Kuu ikisherehekea miaka 60 toka kuanzishwa kwake.